baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma kipenzi chetu bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gizanguni katika imani, khutba yetu ya leo itakuwa na unwan dunia tunaiaga na akhera inatukabili. Kwa yote haya ama kwa hili ni kwa kina katika sisi kuzungumzia jambo la mwanadamu na umri wake. Kwa lugha nyingine tutasema ya kwamba kwa siku ya leo tutagusia na kupeana nasaha kwenye waqtul insani huwa umruhu fil haqiqa. Wakati wa mwanadamu ni umri wake kiuhakika. Wakati wako ndio umri wako, na umri wako ni wakati wako. Ina maana ukipoteza wakati wako umepoteza umri wako. Kwa ajili hiyo ni maudhui muhimu sana, na ni maudhui ambayo kwamba twastahiki kupulika kwa kina. Mwanadamu hana linginelo isipokuwa tizamo mkubwa ni kutizamwa kwenye umri wake, na mwanadamu vile vile kujitizama kwenye umri wake. Kujitizama kwenye umri wetu ndio kujitizama kwenye maisha yetu. Na umri wa mwanadamu ni hizi sekunde na mipigo ya moyo yanaopiga. Amiru Shuara Ahmad Shauqi yasema, daqatu qalbi almar'i qailatun lahu innal hayata daqa'iqun wa thawani. Asema kwamba migongo ya moyo kile ikipiga humwambia mwanadamu na kumpata nabuhi mwanadamu kumwambia innal hayata daqa'iqun wa thawani, hakika maisha na uhai ni madakika na masekunde. Kila moyo ukipiga ni tanbihi topawa na moyo kwa kufahamishwa ya kwamba maisha ni dakika na maisha ni sekunde. Uhai ni madakika na uhai ni masekunde. Kwa ajili hiyo kila tukipoteza sekunde katika madakika yetu tumepoteza sehemu katika uhai wetu na maisha yetu. Kwa upana na urefu ni kwamba madakika na masekunde na masaa na masiku na mawiki na miezi na miaka yastahiki kuchungwa. Kwa kuchungwa hivyo ni kuchunga umri, na kwa kuchungwa umri kwa kuchungwa wakati, na kwa kuchungwa wakati ni mtu kuchunga uhai wake na maisha yake hapa duniani, ambao kwamba ndio wasila na barabara kumfikisha yeye akhirani. Lakini kabla ya yote wanazuoni waheshimiwa watuambia, innal umra bidha'atun lil adami, hakika ya umri ni bidhaa kwa wanadamu. Wa man alima anna al-umra bidha'atun yasiratun yusafiru biha ila al-baqa'i ad-da'imi fil janna lam yudhayyihu. Nasema ya kwamba mwenye kusema na yeyote atakayejua na kufahamu ya kwamba umri ni bidhaa chepesi kidogo ambacho kwamba mwanadamu usafiri nacho kumpeleka yeye katika sehemu ya kudumu daima dawama katika janna, basi mtu huyo hatopoteza umri wake. Ikiwa mwanadamu atafahamu ya kwamba bidhaa ya umri ni bidhaa ndogo anayosafiri nayo na anayokwenda nayo itakaombakisha yeye daima katika maisha ya pepo,
basi mtu huyo hawezi kupoteza umri wake na hawezi kupoteza bidhaa kama hiyo. Fa amma man qalla ilmuhu wa dha'afa imanuhu bil jazai wa khassat himmatuhu fa innahu yu'thiru rahata bil batala. Lakini asema ya kwamba fa amma man qalla ilmuhu, yoyote yule ambaye kwamba ilmu yake itakuwa chache kufahamu masala ya umri wake, wa dha'afa imanuhu, na imani yake ikawa dhaifu, bil jazai, kuamini malipo siku ya malipo, wa khassat himmatuhu, na hima yake na hadafu yake na malengo yake yakapungua yakawa dhaifu, fa innahu, hakika yake mtu huyo, yu'thiru rahata, atakuwa ameathirisha jambo litakalompa yeye raha na tumanina ya moyo na mwili, bilbatala, kwa kufanya kwa mambo ama kuyashikilia mambo ya upuzi yatakayomkosesha yeye mazuri na raha huko aendako. Kwa yule ambaye kwamba hatofahamu thamani ya umri wake, lakini kwa yule atakayethamini na kwa yule atakayetambua thamani ya umri wake, hatopoteza wakati wake. Tukiulizana kisha tumwangalie Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ametujibu nini? Ni mingapi miaka watakaoishi umma huu wa Muhammadi kwa sisi leo tulioko hai? Kipimo cha Mtume sallallahu alaihi wasallam ni kule kutuambia a'maru ummati ma baina 60 ila 70 wa aqalluhum man yajuzu dhalik. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam asema umri wa umma wangu ni miaka 60 mpaka 70, na ni wachache watakaovuka 70. Hebu tutizame kwa dunia leo, ni wangapi kwa dunia leo wanaovuka miaka 70? Wachache sana kweli, kama alivyobashiri Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na sisi generation ya leo, na sisi umma wa leo, vijana tunaokulia sasa, kuna wazee wetu walifika hapo 60 mpaka 70 kwa wale waliowafikiwa, na kuna na wengine watakaowafikiwa, lakini sisi ni wachache mno sana, tena sana, kwa sisi kufikisha miaka 60, kulingana na ulimwengu namna uendavo, na kulingana hata na vitu tunavyovitumia katika uhai huu tulionao. Lakini kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam asema umma wangu umri wake ni kuanzia miaka 60 mpaka miaka 70, lakini jalia miaka 60 na 70 tufike mpaka hiyo 70, lakini kwa namna ya kasi ya siku zinavyokwenda, hata hiyo 70 kwa dunia ya leo si lolote, si chochote. Wayambaghi lilinsan, na yampasa mwanadamu an ya'lama, ajue anna a'azza al-ashiya'i shay'ani, mwanadamu yafaa fahamu ya kwamba vitu vyenye ezi kwake yeye vitu viwili, qalbuhu wa waqtuhu, moyo wake na wakati wake. Fa idha ahmala waqtahu wa dhayya qalbahu dhahabat minhu alfawaid, ikiwa mtu atapoteza wakati wake, atapuuza moyo wake, basi atakosa faida nyingi sana. Ina maana ya kwamba ni tusimame kwa kina kwa kuangalia wakati wetu na kuangalia umri wetu. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam asema ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam asema neema mbili watu wingi sana wameghafilika nazo, siha na wakati. Leo ni wingi watu wanaopoteza siha zao kwa kupoteza nyakati zao, kwa kughafilika na nyakati zao na siha zao. Leo ni wingi watu waliojisahau kwa kutumia nyakati zao kisawasawa, kuelekea kwenye kutumia nyakati zao kwa mambo yasiyokuwa ya sawa. Utakuta ya kwamba sisi kuingiwa na fikira ya kutaka kufanya ya sawa,
ni wakati ambapo kwamba mtu hana wakati, au ni wakati ambapo kwamba mtu ana maradhi. Lakini tukiwa na afya na tukiwa na faragha ya wakati, sisi hupoteza nyakati zetu na sisi hupoteza siha zetu. Ndipo Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, wingi wa watu kwa neema mbili hizi wameghafilika nazo, siha na wakati. Lakini angalia, kuna mmoja asema maneno ambao kwamba ni mazito sana. Asema ya kwamba nilikuwa mimi, wa sihatun, na siha, nabhathu anil mal. Sikia maneno, kuntu ana wa sihatu nabhathu anil mal. Nilikuwa mimi na siha yangu na afya yangu tukienda mbio kutafuta mali. Waliyawm, na siku ya leo, lakini sasa hivi, asema mimi na mali, nabhathu anis siha. Asema wakati wa nyuma ilikuwa mimi na afya yangu, wakati wangu na afya yangu tukenda mbio kutafuta mali. Lakini sasa hivi leo imefikia wakati, kwa wakati wangu huu na mali yangu haya, tuenda mbio kuitafuta siha na afya. Ina maana ya kwamba kwa maneno haya ni maneno ukiangalia ya kwamba utakuta dunia si lolote si chochote. Wakati una faragha na siha watafuta mali, wakati umepata mali waenda tena mbio kutafuta siha. Ndio kaona kwa siku ya leo wingi watu ni wagonjwa, watu pandishwa hospitali, watu tafuta kila namna ya dawa kwa pesa zote kutoa ili apate siha, na ambapo kwamba alitumia hiyo siha yake kutafuta hizo mali, na leo apoteza mali na kutumia mali yake kwa kutafuta siha. Ina maana kwa lugha nyingine, kama ni mali hukupata na kama ni siha umeikosa. Ina maana ni kwamba sisi lazima tujue ya kwamba katika haya maisha tunayoishi, umri wetu una thamani kubwa sana, na tusipoteze umri wetu kwa kupoteza nyakati zetu. Tusipoteze wakati wetu kwa mambo yasiyokuwa na maana. Dunia si lolote si chochote. Ndipo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kuna wakati alikuwa amelala, alilala kwenye jamvi au mkeka, na lile jamvi na mkeka likatoa alama kwenye ngozi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa pendo lao la kumpenda Mtume, walipoona athari ya alama na mkeka kwenye ngozi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakamwambia, ya Rasulullah, la ungelitupa sisi ruhusa tukakuwekea tandiko lilozuri. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akasema, mali wa dunia, ama mali walidunia. Katika riwaya nyingine, innama ana wa dunia karakibin istadhalla tahta shajara thumma raha wa tarakaha. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam asema, nina nini mimi na dunia? Na haja gani mimi na dunia? Innama ana wa dunia, hakika yangu mimi na dunia, karakibin istadhalla tahta shajaratin thumma raha wa tarakaha. Mimi kama mtu ambaye kwamba alikuwa ni safiri aliyoko juu ya kipando, jua kali, akafikia mahali utafuta kivuli, akashuka akajituliza chini ya mti, kisha akashika njia akaenda zake, kivuli na mti akauacha pale pale. Ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuonesha ya kwamba dunia ni mapito, tusipoteze nyakati zetu katika hii dunia. Ndipo Mtume Isa alayhi salam kanena, ad-dunya qintaratun fa'buruha wala ta'muruha. Hii dunia ni bridge, hii dunia ni kivuko, hii dunia ni mapito, basi piteni, msifanye dunia mahali pa kutaka kuimarika na mahali kutaka kuimarisha kana kwamba mutakaa milele. Lakini kwa yote mambo, tumwangalie Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siku moja alimwambia Abdullah ibn Umar kwa kumwambia, kun fi dunya kaannaka gharibun au abiru sabil. Kuwa katika hii dunia
kana kwamba wewe ni mgeni au ni mpita njia. Na ndio ukweli wa mambo. Sisi hapa duniani ni wapita njia. Sisi hapa duniani ni wageni. Ni mwanadamu masaa 24 asitoe hilo akilini kwa kufahamu ya kwamba sisi ni wageni hapa, si kwetu. Haya mapito yenye kutupeleka sisi akhera. Lakini tuangalieni kiujumla wa mambo, leo nyakati zapotezwa vipi? Kiujumla wa mambo, leo umri wapotezwa vipi? Leo umri wapotezwa kwa mambo yasiokuwa hata na maana. Angalia, na ukiambiwa usipoteze umri, haina maana pia ujishughulishe kwa ya sawa ya duniani. Ina maana ya kwamba ujishughulishe kwa ya sawa ambao kwamba itakuwa kufaulu kwako kesho akhera. Kwa mfano ni hivi, kufanya kazi, sisi si ufanya kazi. Kufanya kazi si ni ibada kwa kutafuta vya halali. Lakini angalia, hata kwenye nyakati zetu kwa hili la halali, kuna watu huwa tuko makazini na mpaka nyakati za swala huingia, na mpaka nyakati za swala zikatoka, kasema kwamba nilikuwa busy hata kuswali sikupata kuswali, ndio sasa hivi natanganya magharibi na alasiri, au natanganya alasiri na adhuhuri, kwa kuwa tulikuwa busy kwa sababu ya kazi. Hilo tu la kazi, ambao kwamba ni jambo la sawa la mtu kufanya kazi, lakini likaja likamtoa kwenye dira mpaka umri wake akawa huangalia kazi, mpaka hata ibada ya kuswali kwake asiweze kumfanyia Mola wake ibada. Bali sitoshe, wacha hilo, angalia, kwa kuwa tumetawaliwa sana na dunia imetutawala, mwanadamu huweza kuwa ofisi yake iko karibu na msikiti pale, lakini utakuta mtu kwa kuwa huyo hajambo, ndani ya ofisi yake ameweka mswala au ameweka kiswala pale, ikifika wakati wa swala husimama akaswali, hatia na email na message azisubiri zataka zingie, au ataka kuangalia kuhusu biashara yake. Angalia tu kwa hilo. Na hilo nalolifanya sila makosa, na kusudia ya kwamba kwa kwake kufanya biashara ni jambo la sawa, lakini kwa hilo pia vile afanyavyo makosa. Usawa ni wakati wa swala ukifika, kwa sisi kutopoteza umri wetu ni tutoke haraka twende tukaswali, kama ambavyo kwamba hufikia wakati ukapigiwa simu ya muhimu kama bosi, na ukasema ya kwamba hapa ilipofikia sina budi mimi natoka, kwa sababu nitaka kwenda kuonana na mtu fulani. Nisipoenda kuonana na yeye mambo yataharibika. Kaifu na vipi kwa Mola wetu ambaye kwamba ndiye mwenye kupeleka ulimwengu, tutastahiki sisi tuwe vipi? Ikiwa kwa sampuli hiyo tutaingia kuonesha kwamba makosa haya tuyafanyayo, je, kwa haya mengine yasiokuwa na maana? Leo mabarobaro tutapoteza sana nyakati. Leo mabarobaro kuanzia asubuhi sisi mpaka jioni huwa tuko maskani. Kuna watu na vijana kama kina sisi wanaoketi maskani, lakini maskani zao zikawa ni ofisi zao. Kuna vijana kama sisi wanaoketi maskani, lakini maskani zao wanazoketi wao huwa ni maskani baada ya kuwa wao washajishughulisha kwa mambo yao. Sisi leo tuwapoteza nyakati kwa lengo hata hilo la dunia nalo tuwapoteza wakati, wala akhera ndiyo kabisa. Leo hupoteza wakati vijana kuanzia asubuhi saa 2 au saa 3, tukaketi sisi maskani mpaka jioni, ikawa hakuna hata moja tunalolifanya. Kikubwa pia tukishika tutasema kwamba hatuna ajira na hatuna kazi, lakini kama ninavyo siku zote, sio kwamba hakuna kazi wala hakuna ajira, ni sisi hatutaki kazi na sisi hatutaki hizo ajira. Kwa atakaye ajira na kazi hawezi kukosa. Leo kwa mingi mambo haya yaliyoko katika miji yetu, utakuta ya kwamba wingi wanaofanya harakati na biashara hata kama ni ndogo, utakuta sio sisi, ni vijana wengine, tena vijana wakuja. Leo nenda Kongowea. Kongowea si ni yetu, lakini tizame Kongowea kwa kina, utakuta ya kwamba kuna vijana waliosimama kutaka kutumia nyakati zao na hawataki kupoteza nyakati zao
wanafanya mabiashara tofauti tofauti, wanafanya mambo tofauti tofauti. Akikosa la kukosa ni hamali ya kubebea gunia, lakini kwa shilingi 20 yake anaobeba nayo gunia ndio ile ile, kesho huja akafungua biashara yake na yeye akawa bosi. Sisi vijana wa leo ni vijana ambao kwamba tunataka ubosi kabla ya ubosi, tukakosa ubosi, tukakosa na utumwa. Ikawa sasa mambo hayaeleweki, ndio pale hata tukatoka kwenye mstari wa sawa, tukashika mambo yasiyokuwa ya sawa, kwa ukhalifu kuwa mwingi na mambo balaa moja kwa mbili, kwa kule kutumika nyakati na kule kutumika umri kwa mambo ambayo kwamba si sawa. Ndio utakuta kwamba wingi wetu hufikiwa na miaka 40 ama 50. Utakuta mpaka leo baba miaka 40 ama 50 bado yoenda mbio kutaka kujiangalia kimaisha, wakati wake wa nyuma wote aliupoteza kwa mambo yasiyokuwa ya sawa. Hilo ikiwa ni la dunia, kwa la akhera mimbabi aula. Ni sote tufahamu ya kwamba yote tuyafanyayo, lakini tusipoteze nyakati zetu sana, tufikirie akhera, tusifikirie dunia. Dunia si lolote, si chochote. Dunia ni mapito. Leo tupo, kesho hatupo. Ni wangapi tuliokuwa nao leo hawapo? Shika simu yako, hebu scroll, angalia contact zilioko kwenye simu yako. Utashtuka saa nyingine utamwona fulani jina lake hilo hapo na yeye hayupo. Na imani kwa kila mmoja wetu kwenye simu yake hakosi. Shika simu yako, iangalie, litakupita jina, utasema maskini alikuwa kona sisi, lakini mwezi uliopita tulimzika. Ndivyo mambo yalivyo. Kama ambavyo kwamba waona jina lake kwenye simu yako, na kuna watu wataona majina yetu kwenye simu zao, na kusudia ya kwamba sote tutaondoka na sote tutakufa na hakuna yote mwenye kubakia. Kikubwa kinachotakaniwa ni sisi kutumia umri wetu na sisi kutumia nyakati zetu kufika katika akhera, ambao kwamba ni darul baqai wa darul qarar, na tusishughulike sana na dunia, ambapo kwamba darul wafai ni darul fanai, ni dar na nyumba ambapo kwamba ni yenye kumalizika. Kwa hivyo dunia isitushughulishe, yenye kutushughulika sisi iwe ni akhera, na hamu yetu sana iwe ni sisi kufikiria akhera, sio sisi saa zote iwe tuifikiria dunia. Dunia ni nyumba ya kumalizika na dunia ni nyumba ya kuondoka. Kuna vifungu viwili vitatu tavimaliza baada jalsat al-istiraha. Barakallahu li wa lakum bil Qur'ani al-azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim wa huwal barrul karim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Qala Sa'id ibn Jubair, kullu yawmin ya'ishuhu al-mu'min ghanima. Kila siku muumini atakaoishi ile siku basi kwake huwa ni ghanima. Qala Bakr al-Muzni, ma min yawmin, hakuna siku yoyote, sikechi kifungu, akhrajahu Allah ila dunya, Mwenyezi Mungu ataileta hiyo siku katika dunia, illa yaqul, isipokuwa hiyo siku usema, ya ibn Adam, ewe mwana wa Adamu, igtanimni, tukwa ghanima kwangu, itumie siku yangu, la'allahu, huenda, la yauma laka ba'di, huweza kawa usipate tena siku baada ya leo hii, wala laylatin illa tunadi, na haingii usiku isipokuwa ule usiku hunadi, ibn Adam, ewe mwana wa Adamu, igtanimni, chukua wakati kwangu na neemeka na usiku wangu, la'allahu, huenda, la laylata laka ba'di, huna tena usiku mwingine isipokuwa usiku wangu huwa leo. Huweza ikawa usiku huwa leo ndio usiku wako wa mwisho, huna usiku mwingineo. Ina maana ni leo tumepata michana, tutumie michana. Tukipata usiku, tutumie usiku. Ni pale sisi kusimama kwa kushika maneno
yanaosema ya kwamba idha asbahta fala tantadhir almasa wa idha amsayta fala tantadhir as-sabah. Ikifika asubuhi tusiseme ya kwamba jioni nitatenda, na ikifika jioni tusiseme ya kwamba asubuhi nitatenda. Tenda asubuhi, kwa sababu jioni iko mikononi ya Allah na hatuna garantia kwamba sisi tutafika jioni. Na ikifika jioni na usiseme nitatenda asubuhi, simama utende, kwa sababu hatuna garantia kwamba sisi tutafika asubuhi. Mambo yako kwa Allah tabarak wa taala. Ni kila nyakati na kila fursa tunaopata katika maisha yetu ni sisi kuitumia. Ni wangapi watu juzi hapo tu kuna kijana alienda kuzika wakati wa alasiri, magharibi watu wapigiwa simu waambiwa fulani aliyomzika fulani, yule tuliokuwa naye amefariki. Ndivyo ulimwengu ulivyo. Na mifano hiyo ni mifano mingi katika maisha yetu ya leo. Sisi sote ni maiti watarajiwa, na sisi sote mauti tunataka kuyapeleka mbali, lakini mauti yako na sisi masaa 24. Hivi tutembeavo mauti yako nasi, hivi tuendavo na hivi tunavyoishi mauti yatuandama wakati wowote. Mwanadamu saa ikifika kalu, ina maana ya kwamba tusipoteze wakati kabisa, wala tusiwe na ghururi kwa kughurika na dunia, kutaka kuitafuta dunia. Angalia leo twenda mbio kuitafuta dunia na kutaka vilivyo duniani, lakini la ajabu ni kwamba tumekuja kwenye hii dunia pasina chochote wala lolote. Tukaenda mbio kutafuta vyote vya dunia, lakini tutaondoka pasina chochote na pasina lolote, na kisha tutaulizwa kuhusu vyote tulivyovikusanya katika hii dunia. Ona hatari ya dunia ilivyo. Tumekuja duniani hatuna lolote, lakini tukaenda mbio kwenye hii dunia kutafuta vyote, na tutaondoka duniani bila chochote, na tutaulizwa kuhusu vyote. Ina maana ya kwamba fikra sana ziwe masala ya akhera. Tuswalini kwa wakati, tulete adhkari kwa wingi, ni watu saa zote sisi tuwe karibu na Mola wetu. Hayo yamepungua takriban kwa wingi wetu. Kwa wingi wetu sisi, angalia hata swala hii swala tunaoiswali, hakuna kitu kama swala. Ndipo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na tukipata nafasi katika khutba moja ya Ijumaa tutakuja zungumzia wasia wa Mtume sallallahu alaihi wasallam wakati wa kufa kwake. Lakini miongoni wa maneno aliyoyatoa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni alikuwa akisema as-sala, na huku roho utolewa, lakini Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ahimiza watu kuhusu swala. Hebu tuweni na inswafu na tusemeni la kweli, kwenye swala zetu kuna upungufu. Swala zetu leo hata tukiswali ni swala za kudonadona, na ndilo jambo la kwanza tutakaloulizwa siku ya hisabu ni swala. Swala ikiswihi na mengine yote yataswihi. Swala isiposwihi na mengine yote hayatoswihi. Lakini angalia, watu wakiswali huswali kwa kudonadona, hata khushui hatuna. Ikiisha swala hata kutaka kuleta adhkari hatuwezi kuleta adhkari, hao twakimbia. Bali la ajabu kushinda yote, juu ya mingi mambo katika huu ulimwengu, na juu ya kwamba sisi tumeajiriwa, khatibu zungumza, pitisha dakika 10 au 7 ni gumzo mitaani. Msikiti fulani hauendeki, atuweka bwana paka saa 7 na dakika 10. Ndo usikie khutuba uweze kawa sababu yako na mimi kuongoka. Dakika 7 kwa lengo la kusikia Mola wako, maneno ya Mola wako na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, huna wakati huo. Waona ya kwamba wapoteze wakati. Utasikia mtu sema, wajua sisi tumeajiriwa tunataka kurudi makazini bwana, na kabla ya kazini kwanza taka twende tule. Usile. Hakuna chakula bora kama chakula cha roho. Chakula cha tumbo siku zote halina shukurani.
Lakini ukipata chakula cha roho, ukipata chakula cha moyo, huweza kulifundisha tumbo likawa na shukurani. Lakini leo roho zetu zimebadilika, hufikiria matumbo yetu kwa kuifikiria dunia na sisi kuisahau akhera. La swala tu hilo. Waacha hawa ambao kwamba hawaswali. Leo huadhiniwa na watu wako chini ya madirisha misikiti na hawainuki kwenda kuswali. Leo zikipelekwa posa zikipelekwa majumbani, utasikia la kwanza ulizwa kazi yako mgani na wewe wafanya nini. Lakini haulizwi mtu huswali ama haswali. Utasikia huyu tutaki, huyu maskini, huyu hafai, huyu. Lakini mashallah kwa ibada ni mwingi wa ibada, lakini hatakiwi huyu. Lakini mwenye kuwa na mali na mapesa, watu taka kumpokea kwa mikono miwili, lakini ana upungufu mwingi katika ibada na ana upungufu mwingi kwenye ibada ya swala. Lakini watu wakamtukua na kuwa na yakini ya kwamba huyu ni tariku swala. Lakini tuiangalia dunia, hatuiangalia akhera. Leo dunia imetutawala, tumeisahau akhera na mingi mambo. Haya yote machafu yanayofanyika, haya yote machafu yanayofanyika si lengine ndugu zanguni katika imani, ni kule sisi kuipenda dunia sana. Na sisi leo tuko hai, tungawa hai, lakini mimi naweza nikasema kwa kinywa kipana, sisi tumekufa. Sisi tungaonekana tuko hai, na sisi tungaonekana twatembea, lakini sisi leo tumekufa. Ndipo hata pale kuna mshairi alisema, laqad asma'ta law nadaita hayya walakin la hayatan liman tunadi walau naru nafakhta biha adat walakin anta tanfakhu fi ramadi. Laqad asma'ta law nadaita hayya, ungelisikika lao ungekuwa huwalingania wale walio na uhai, lakini la hayatan liman tunadi, wale unaowalingania na kuwaita hawana uhai. Kisha kapiga mfano kwa kusema, walau naru nafakhta biha adat, lau moto utaupuliza moto utawaka, walakin anta tanfakhu fi ramadi, lakini wewe wapuliza kwenye majivu, majivu hayawezi kutoa moto wala mwangaza. Ndio hali yetu ya leo namna ilivyo. Ni mangapi mambo yanayosemwa, ni mawaidha mangapi yanayotolewa, lakini kila takavotolewa mawaidha utakuta kwamba sisi tuko pale pale. Hakuna mabadiliko yanayopatikana isipokuwa ni mambo kuzidi. Leo sote sisi twajua kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Sote twajua kwamba tutaulizwa. Lakini hili la hadithi hii kwa sisi Waislamu na kama wazazi na kama wasimamizi wa mambo, hii ni mara ngapi sisi tuambiwa? Lakini leo mangapi yanofanyika kwa wale tunawasimamia ambao kwamba tutakwenda kuulizwa kuhusu wao, na wazazi ikawa ndio wa kwanza sisi kuwa support. Ni wangapi wazazi wajuao ya kwamba majumba yao yameshikwa na mabanati zao? Ni wangapi wazazi wajuao na kuona kwa macho yao binti yake uteremshwa gari na mtu ambaye kwamba si halali kwake, na mzazi ukamfungulia mlango? Lakini kikubwa ni kwamba ndiye alishae familia, ndio alioshikilia familia. Hana lolote la kuambiwa. Hunena takuja saa 8 za usiku, na akija kiflashi ama baba hata usilale utake kumfungulia mlango. Maanake usipomfungulia mlango asubuhi hakuna breakfast. Yote hayo yapo ndani ya safu za Waislamu, na yote hayo yapo katika familia zetu, lakini kwamba tumekithirika mno kwa sisi kuipenda dunia na kuisahau akhera. Lakini tusisahau ya kwamba aya ya mwisho ya kufunga mawasiliano ya mbinguni na ardhini aliambiwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kutufikishia sisi, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Iogopeni siku mtakaorejeshwa kwa Allah tabarak wa taala, kisha kila nafsi italipwa kwa yale aliyoyatenda,
na hakuna yote atakayedhulumiwa. Ndugu zanguni katika imani, tusimame kwa kupokea yaliyo mema, na tusimame sisi kutaka kufanya yaliyo mema ili iwe sababu ya sisi kufaulu hapa duniani na kesho akhera. Lakini zapotezwa nyakati na wapotezwa umri kwa mambo yasiokuwa ya maana. Leo hapa kuwekwe darasa darasa tu iwekwe hapo, angalia idadi ya watu watakao kuja kusikiza darasa. Lakini kuwekwe disco hapo, kisha uambiwe kuingia watu wa kawaida 500, VIP 3000, tatafuta 3000 ilipo. Uende ukasikie mdundiko na disco. Lakini darasa iliyowekwa msikitini au holini, darasa ambapo kwamba ni bure na ni faida kwako, waona kwamba wapoteza umri wako kwa kusikiza darasa, lakini hupotezi umri wako kwa kwenda kusikia disco. Ni wangapi kati ya Waislamu baada ya swala magharibi hawana wakati ukimbilia habari? Hukimbilia habari, watu utaona mtu mbio ukimbilia habari. Habari utaiona tu baadaye, habari utaambiwa tu baadaye. Lakini keti na tuketini kwa sote, tutake istighfar na toba kwa Mola wetu. Dunia hii tunayoipenda leo ina raha gani hii dunia? Dunia leo imefikia mahali hata ukipigiwa simu kushika kwanza unaenda bismillah, utafikiri utakakula. Manake ni dunia ya mshtuko na hamu, saa zote waambiwa jambo likakushtua akili yako. Ni dunia leo, hakuna familia inayokosa maradhi ndani yake. Baada ya maradhi, si maradhi tu na umasikini ndani. Ni afadhali upate maradhi lakini pesa ziwe ziko za kutibu yale maradhi. Lakini leo maradhi yamekuwa mingi na umasikini kati na umasikini ndani. Hii hali kwa nini mambo yawe hivi? Si lingine ni kule sisi kusawa akhera na sisi kuipenda dunia na kuishikilia dunia kwa kupoteza umri wetu na nyakati zetu katika maisha na uhai tulionao katika hii dunia. Lakini mwisho nikihitimisha khutba yangu ya leo, tusisahau ya kwamba kama ninavyo siku zote, leo tupo, kesho hatupo. Kuna watu walikuwako na leo hawapo. Kuna watu lao wangeweza kutupa sisi habari kwa yale walioyaona na kuyapata, wangetupa habari hiyo. Lakini hawana namna ya kutufikishia sisi habari. Sisi leo ambao kwamba tuna uhai, na sisi leo ambao kwamba tuna uzima, tusipoteze uhai wetu na umri wetu kwa mambo yasiokuwa ya maana. Lakini kuna watu watamani waregeshwe duniani hata kwa dakika 5 au 10, waweze na wao kufanya ya kheri ambao kwamba yatawasaidia mbele Allah tabaraka wa taala. Lakini sisi tuliona nafasi kama hiyo, utakuta kwamba bado tunapoteza umri wetu na bado tunapoteza nyakati zetu kwa mambo yasiokuwa ya sawa na kwa mambo yasiokuwa na maana. Tujirekebisheni kwa sote, na sote tufahamu ya kwamba kule mwanadamu kujirekebisha na kule mwanadamu kusimama kwa kufanya ambalo kwamba ni la kheri, faida mwishowe hurudi kwake. Man amila salihan falinafsihi wa man asaa fa alaiha wa ma rabbuka bidhallamin lilabid. Yoyote ule ambaye kwamba atatenda jema hujitendea yeye mwenyewe, na yoyote ule ambaye kwamba atakuwa ametenda maovu atakuwa amejitendea yeye mwenyewe, na hakuwa Mola wako mlezi ni mwenye kuwadhulumu waja wake. Kuna vifungu vingi vilivyobakia, sikuweza kuimaliza khutba kulingana na wakati, lakini insha Allah taala tukipata nafasi kwa mara nyingine tutakuja viunganisha ili khutba yetu ipate kukamilika. Na mambo Allah tabarak wa taala tuwafikie kila la khairi, innahu waliyu dhalika wal qadir alayhi. Yaqulu Allah mukhbiran wa amira, inna Allah malaikatahu yusalluna ala nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد المجيد. اللهم اجعل هذه جماعتنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده مؤيدا معصوما. اللهم ألف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام وجنبنا الفواحش ما ظهر منها ما بطن. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن
الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وأقيموا الصلاة.